Mpendwa katika Kristo, tunakukaribisha kupata neno la Mungu ndani ya kipindi chetu cha Gospel par chant et parole. Ni neno la kwanza kwa mwaka huu wa 2024. Mungu akuwezeshe. Amena. Tutaanza na maombi. Baba, katika uweza wa jina la Yesu Kristo, tunakushukuru kwa kutupatia tena muda huu ili tujadiliane pamoja kwa neno la Mungu. Wezesha mpendwa msikilizaji kusikiliza neno hili mwanzo hadi mwisho. Asante Yesu, sababu tawezesha mpendwa ambaye amekata tamaa aweze kukabiliana na matatizo yake. Katika uweza wa jina la Yesu Kristo tunaomba, amen. Amena. Leo tunatazungumza juu ya neno ambalo linasema kukabiliana na tatizo lako. Namna gani utakabiliana na tatizo lako? Tusome neno la Mungu katika kitabu cha Zakaria sura 4 mstari wa 6 na wa 7. Tusome kwa jina la Yesu Kristo. Alafu akajibu akaniambia akisema, hili ni neno la Bwana kwa Zerubabeli likisema, si kwa uwezo wala si kwa nguvu, lakini kwa roho yangu, Bwana wa majeshi anasema. Na wewe mlima mkubwa, mbele ya Zerubabeli utakuwa nchi sawa, naye ataleta nje jiwe la juu kwa kulalamika neema kwake. Amen. Amena. Katika maisha unayoyaishi unaweza kukutanana na matatizo makubwa ambayo yanasimama mbele zako kama Goliati. Alafu unajiswali, nitafanya nini mbele ya mkubwa huyu Goliati? Lakini una maneno ambayo utasema mbele ya mkubwa Goliati, kwa sababu Mungu naye ni Mungu mkubwa kupita Goliati. Unaposoma neno la Mungu katika kitabu cha Samueli wa kwanza 17:40 kuendelea, unaangalia namna gani Goliati anamtisha. Kichwa chako Daudi ama mwili wako utatolewa leo kwa ndege wa anga na watakula mwili wako. Daudi na anamwambia Goliati, unakuja mbele yangu na mpanga, lakini mimi nakuja mbele zako na jina la Bwana wa mabwana, na ninakuambia Goliati, kwa jina lile kichwa chako kitatolewa kwa ndege. Goliati akisimama mbele zako, usiogope, sema kwa jina la Bwana na utamshinda. Kuna maneno ambayo mpendwa utayasema wakati uko mbele ya shida. Utasema kwamba nina Mungu mkubwa kupita wewe shida, na ni yule Mungu atakaye niwezesha. Nina Mungu ambaye amesema mimi ni mshindi na zaidi ya washindi. Hivyo utakabiliana na matatizo yako ukijua kwamba Mungu naye ni Mungu wa ajabu. Amena. Daudi akasema, leo kichwa chako kitatolewa kwa ndege. Alikamata majiwe 5, lakini Bwana alikuwa ndani ya lile jiwe la kwanza, na kupitia lile jiwe la kwanza ambalo mulikuwa uwezo wa Bwana wa mabwana, ambaye ni jiwe kuu la pembeni, Goliati alipigwa tu kwa lile jiwe moja. Amena. Mpendwa, napenda nikwambie kwamba Daudi alikuwa na mawe 5, lakini Bwana alikuwa katika lile jiwe la kwanza. Amena. Mawe mengine yalikuwa ni suluhisho lake la kibinadamu, lakini Bwana anajitukuza ndani ya vitu vidhaifu, na kwake hakuna mashaka, hakuna tatizo. Lile jiwe la kwanza ambalo Daudi alitumia lilitosha kabisa kumwangusha Goliati, kuvuka hata kaske ya kichwa chake, na Goliati kichwa kilikatwa na kilitolewa kwa ndege. Alafu Daudi akapata ushindi kwa sababu alitumaini kwamba ana Mungu mkubwa. Alisema kwamba nitashinda, ninajua kwamba Mungu wangu ni wa uwezo na ataniwezesha. Haleluya. Kabiliana na tatizo lako. Hauna nafasi kwenye utakwepea. Goliati akwisha kusimama mbele zako, ni sherti upigane naye, na ukiwa na imani kwamba una Bwana wa mabwana, una jina la Yesu Kristo aliyeshinda hapo Golgotha, na wewe uko mshindi na zaidi ya mshindi. Amena. Kabiliana na shida yako. Goliati alianguka. Mahali ambapo tunasoma tunaangalia ni habari za mtumishi wa Mungu Zerubabeli, ambaye alikuwa na mlima mkubwa. Alafu Zekaria katika maono anaambiwa na malaika kwamba uende umwambie huyo Zerubabeli, si kwa uwezo wake ama si kwa nguvu zake ndiye atashinda, lakini ni kwa jina la Bwana wa mabwana. Mpendwa, hautashinda
shida, hautashinda yale majaribu, hautashinda hizo tatizo ambazo unakuwa nazo kwa akili zako, kwa nguvu zako, kwa wale ambao ni wa jamaa yako wenye uwezo, ama kwa pesa unazo. Lakini kwa Bwana wa mabwana una uwezo wa kushinda tatizo zote ambazo unazokutanana nazo maishani. Haleluya. Alafu malaika anasema na mlima ambao uko mbele ya Zerubabeli, mlima mkubwa, wewe si kitu. Ile mlima ambayo uko mbele zako, huenda ni kukosa kazi, huenda ni kukosa uzao, huenda ni kukosa ajira, huenda ni kukosa mambo kaza wa kaza katika maisha yako. Lakini uelewe kwamba Bwana atasawanyisha hiyo shida. Wewe usonge mbele, uangalie mbele, uendelee, usifanye dhambi, upandishe tena kiwango cha maombi, ukijua kwamba Bwana ana uwezo wa kuangusha hiyo mlima na kuifanya kuwa nchi tambarare. Ukijua kwamba huko mbele ya mlima kuna furaha, huko mbele ya mlima kuna kutegemezwa tena na Bwana. Ukishavuka hiyo mlima, ikishasawanyisha, huko mbele unakwenda kuingia katika raha, kwa sababu Bwana amekwisha kutuandalia raha huko mbele. Lakini ni kwa wale walioshinda, ni kwa wale ambao walizikamata vizuri katika magumu na matatizo wanayoipitia, ndio wataona hiyo ushindi, kwa sababu ni mtihani tu. Mlima unaweza kusimama mbele zako kama mtihani, ujue kwamba Bwana atakuwezesha. Haleluya. Mlima mkubwa utakabiliana nayo katika maombi. Bwana Yesu Kristo na alikuwa na mlima wake mkubwa ambayo ni kifo cha Golgotha, kifo cha madharau ambako kilikuwa kinamchunga. Alafu yeye alifanya mbinu nzuri, kwa sababu asubuhi alikuwa akifundisha hapo Yerusalema ndani ya hekalu, jioni anapanda kwenye mlima kwenda kuomba, na machozi yalitiririka na jasho yalitiririka wakati kwa hapo Getsemani. Wanafunzi wamelala, Yesu yuko katika maombi, anawaambia hamkukesha hata saa moja pamoja nami? Ombeni msiingie katika majaribuni. Wakati majaribu yako mbele yako, pandisha kiwango cha maombi kama unapenda Bwana akushindanie. Jasho la damu lilimtoka, lakini alitiwa nguvu na malaika kwa sababu aliomba. Katika tatizo lako, kwa kukabiliana nalo, jambo la kwanza, utamuomba Mungu kwa bidii. Haleluya. Kwa sababu katika maombi kunakuwa ushindi wa ajabu. Jambo la pili, usifanye dhambi, baki kwenye msimamo wako, ukijua kwamba Bwana ndiye atakushindania. Alafu ukifanya dhambi, Bwana akikutoka, shetani atakukamata, utapepetwa kama ngano na utashindwa. Mungu akuwezeshe mpendwa, kwa ile jaribu unayopitia, kwa yale magumu unayopitia, ukabiliane nayo kimaombi. Utasema kwamba una Bwana mkubwa, una Mungu mwenye uwezo ambaye ni mwenye nguvu kushinda shida yako. Utapandisha kiwango cha maombi, utamtegemea Bwana, na kichwa cha Goliati ambaye ni mkubwa kitaanguka na kitatolewa kwa ndege. Ule mlima uko mbele zako utasawanyishwa kwa jina la Yesu Kristo. Pandisha ngazi ya maombi yako, pandisha ngazi ya imani. Ukibaki katika msimamo, usifanye dhambi, na utaona Bwana atasawanyisha mambo yote, na baada ya kile kipindi unakwenda kuingia katika furaha. Baada ya kushinda kifo cha Golgotha, Bwana amepewa jina kubwa, jina la Yesu Kristo, na kila ulimi utakiri yeye ni Bwana, kila goti linakunjwa mbele zake, kwa sababu ameshinda madharau, ameshinda kutemewa mate na mfanya dhambi, amechukua dhambi zetu. Alafu alipokufa amekanyanga shetani kichwa, na amekuwa mshindi zaidi ya mshindi. Na hapo alisema yote yamekwisha wakati alikuwa kwenye msalaba. Ujue kwamba Bwana amekwisha kumaliza mambo yote, atakuwezesha kushinda vipindi vyote ambavyo unavipitia. Mungu akubariki mpendwa, amen. Tunakushukuru tena kwa kutufuata kwa pindi hili. Mungu akuwezeshe ujiabone kushene yetu kwa kutusapoti, ili kazi ya Mungu isonge mbele. Mungu akubariki.